kuna misemo ambaye tumesikia ikipita hapa na pale ya kusema ya kwamba kiongozi wetu ama flag bearer wetu, presidential candidate wetu ati ni mtu ambaye kidogo mzembe. Lakini Wakenya, nataka kuambia, juzi mlisikia kiongozi wa chama chetu cha Jubilee akiongea na wananchi wa kule Kajiado wakati walikuwa na ile hafla walikuwa nayo kule Kajiado ya kumteua Secretary General wa chama cha Jubilee. Na kiongozi wetu ambaye ndio Uhuru Muigai Kenyatta, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta alisema ya kwamba kinaga ubaga Matiang'i si mwanasiasa lakini ni ndume ya kazi. Na hiyo ubabe wake wa kusema ni ndume ya kazi ni kwa vile alimfanyia kazi nzuri wakati walikuwa kwa ile serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Na ukisikia kiongozi ambaye aliongoza hii nchi na ustaarabu mkubwa sana, na anagusia kusema ati huyu mwanaume ambaye ni Fred Matiang'i sio mwanasiasa, na hii Kenya hatutaki mwanasiasa. Hii Kenya tunataka mtu wa kazi. Kumbuka vile Matiang'i alifanya kazi wakati alipata Ministry of Education ikiwa na mambo mingi sana ya ufisadi kuhusu mambo ya kuiba mambo ya exams. Alifanya kazi mzuri sana na aka streamline that education docket. Akakuja kwa interior security docket. Ukiona vile alifanya kwa hiyo interior security docket, hakuna mwananchi alilalamika ya kwamba ati kuna mtu wao alipotea ama ametekwa nyara na hajulikani aliko. Hakuna kitu kama hiyo ilikuwa inatendeka wakati wa hiyo serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta wakiwa na Matiang'i. Lakini leo hii utasikia wale wanaongea kuhusu ati uzembe wa mtu. Uzembe wa mtu si kuenda juu ya gari kuongea maneno ati sijui nini ati sijui nini. Tunataka kiongozi ambaye sio mwanasiasa lakini anafanya yale maneno mwananchi wa Kenya anataka. Hata sisi sio wanasiasa tafadhali. Sisi ni viongozi ambayo wanaelewa wananchi, ile kitu mwananchi anataka kutoka mashinani. Sasa hizi hapa tumekuwa na public participation. Umesikia hii public participation ile imeenda, watu wameikataa kwa sababu wale viongozi wako hawaelewi ni nini wanataka kuletea mwananchi hapa mashinani. Hiyo public participation inafanya serikali ya Kenya saizi iwe ikitumia pesa ya wananchi bure, kwa sababu sasa hii pesa imetumika hapa ni bure, kwa sababu hii kitu haingekuja hapa wakati walijua kuna mswada kama huyu umepelekwa kule bunge la Senate. Kila kaunti iko na Senate. Kwa nini yule mbunge alileta hiyo mswada? Wangesoma hiyo mswada wajue lazima tuongee na governor na tuongee na MCAs wale wako hapo, walete public participation before waende kuandika hiyo msaada. Sasa ati mnaona bill, mnaiona ikiwa imepelekwa National Assembly na tayari imepita kule hiyo wakati wote. Kwani Senate afanye kazi na governor? Na hiyo kazi the trade is a devolved function. Hakuna kitu ile kitu itafanyika kama governor ajui. Hakuna ile kitu watapitisha hapo kama MCA hajaongea na watu wake. Kwa inatoka kwa MCA, wanaenda na governor, wanaambia Senate hii kitu mambo imekubalika ni hii, mambo hajakubalika ni hii. Siku ngoja ati Senate anapeleka hiyo mswada, wanapitisha, inaenda National Parliament ndio wanakuwa na queries, ndio wanakuja hapa. Hiyo pesa yote ilitumika na hizo sitting za Senate. Si ni pesa ya wananchi. Hizi sasa wanazunguka Kenya mzima tena. Si ni pesa za wananchi. Then from there iangushe yote, kwa sababu umeona 100% wameangusha hapa. Hatujui kama inaenda 90% 100% kama watarudia tena hiyo. Hiyo ni wastage of public resources, na hiyo tutaki. That is why tunasema mambo ya kupiga siasa ati ndio ukalie kiti, hiyo hatutaki. Ya pili, ningetaka kuongeza hiyo mambo kidogo ya His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Hii serikali tuko naye, angalieni. Badili washughulike na mambo ile inasumbua wananchi kama SHA. Kama SHA washughulike ile kitu inasumbua wananchi kama SHA na linda mama. Hawashughulike na hiyo. Ile kitu wako naye ya mbele ni kupeleka ati sasa ule serikali alipeleka ati mswada ati Uhuru Kenyatta anyang'anywe benefits zake. Hiyo ni nini wanatuambia? Ati Uhuru ati wana hiyo ndio kichwa yao inawaambia mambo ya pesa. Ati hiyo pesa Uhuru anapatiwa ipeleke kwa infrastructure, ndio waone mahali watakulia hiyo mapesa ya barabara. Lakini wawezi wakasema hiyo pesa basi Uhuru anapatiwa sipeleke kwa SHA isaidie wananchi kwa sana kinalinda mama. Then hiyo pesa ni pesa ngapi Uhuru Kenyatta anapokea kwa mwisho wa mwezi? Hiyo ni sasa kutuletea ile kaujinga hatutaki Kenya. Ile kaujinga hatutaki Kenya. Hata mtu anaitwa Moi wakati alikuwa amefront Uhuru Kenyatta, alimfront first
alifront Uhuru Kenyatta wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya kampeni kule Marsabit, wakati ndege ilianguka ikaangamiza kina Bonaya Godana. Uhuru ndio alikuwa anaongoza chama cha KANU, naye Moi alikuwa retired. Moi alikuwa anaongea kuhusu hizo viti na ndio walisekiwa hizo viti, Moi akiwa retired. Kwa nini Moi hakuambiwa ati anyang'anywe benefits zake? Moi alisupport Uhuru wakati Uhuru alikuwa second to presidential candidate, alikuwa wa pili kutoka kwa Kibaki, na alikuwa anasaidiwa na Moi na maneno na kuambiwa KANU fanyeni hivi, KANU fanyeni. Kwa nini saa hii Jubilee ndio imekuwa mtu akiwa ati ameretire akuwe gang rap, asiongee kitu? Ni kama mtu mfungwa amefungiwa kwa amekuwa na home arrest. We cannot allow that. Ile kitu inafai kupelekwa bunge, si mambo kama hiyo upuzi. Ile mambo inafai kupelekwa bunge. Ni kama vile tumesema hapa, mwananchi anafanya kazi aje mahali anafanyia. Serikali ilituambia mambo ya linda mama mboga. Sasa hii mama mboga ndio inaletewa hizi mabili za kufukuzwa tau. You are not assisting us in anymore. Kwa sababu sasa hii mswada mkipitisha, huyu mama mboga amepatiwa, huyu amekuja kusoma hapa. Hii kitu alipatiwa saa hii asubuhi. Iko na 32 pages. Unaniambia hiyo mama ameelewa ni nini imeandikwa hapo? Ameenda bila kuelewa anything. Wakati alikuwa invited hapa kuja asome, angepatiwa hiyo bill asome, ndio akikuja hapa awe ameelewa ni nini ameandikiwa hapa. Ndio akisema yes or no akuwe amesema amepiga kura yake kwa hiyo mswada vile inatakikana. Lakini sasa itapigwa hapa, mama hajaelewa, utasikia kesho bomoa town. Bomoa wapi? Hapa sijui ni kwa nani bomoa. Watu waende nyumbani wote mkisema ati ni livelihood, ni securing the livelihood of hawkers, and that is something that we don't want. That is why we are saying we are not politicians, but we are going to be leaders of this country or this great nation. Yeah. Hapa Nyeri kuna pombe mob. Kwa kifupi tu, nini kinafaa kufanyika, nini hakijafanyika, na ni vipi tunaweza tukabadilisha hali? Maneno ya pombe kidogo kuna shida, kwa sababu huyu mtu anashikwa leo ndio anatengeneza pombe mbaya, kesho anawaachiliwa. Ya pili, kuna wanabiashara hapa Nyeri town wanafanya kazi ya biashara ya kuuza hizo pombe. Wengine wanashikwa ndio watu wanaambiwa wako na pombe haramu, lakini zile bars ziko open, bado hizo pombe zinatajwa ati ndizo haramu, bado zinauzwa kwa maklabu zingine. Why? Hiyo ni kazi ya nini? Hiyo ni kazi ya kupaka umbo rangi. Hakuna kitu tunafanya. Sasa down the line ule mtu alisemekana ameshikwa na pombe haramu kule klasi, mpaka saa hii yako at large. Hatujui kama ako na nyingine mahali fulani anaendelea na hiyo biashara. Sasa lazima watu wale wanauza hiyo pombe haramu waletwe on board, tuwaone ni hawa na wapelekwe kotini na tuone mtu akisafa pale jela kidogo. Hivyo tu, hakuna vile tutasaidia hii kaunti. Kwa majina yangu naitwa Paul Mwangi Wanjiru. Paul Mwangi Wanjiru sio mkaaji tu, lakini kiongozi wa sehemu ya Nyeri County ambayo tuko na ward hapa inaitwa Rware Ward. Rware Ward ndio tunataka wananchi watukubalie tuende kule bunge ya county tusimamie mpaka sera zao. Yale maneno tunaona hayafanywi tuende kuyafanyia kule, na yale miswada ile ambayo inatakikana kupelekwa bunge hiyo ya county tupeleke, ndio county yetu iendelee na mbele. So sasa kidogo tu nikiguzia mambo ya national politics, siwezi kuongea juu ya chama zingine kwa sababu mimi ni mwana Jubilee na nasimama hapa ama naomba kiti ya Rware Ward na chama chetu cha Jubilee.